feki kutia hapa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Wanawake na Makundi Maalum, Mbunge wa Viti Maalum, Mhandisi Mary Priska Mahundi, awali yote nichukue fursa hii kukaribisha sana katika ofisi yetu hii, lakini nakukaribisha kwa ujumla katika eneo letu lote hili ambalo lina miundombinu ya vitu tofauti. Karibu sana. Vile vile nimkaribishe meneja wa TRA, lakini yeye hapa ni kama kwake kwa sababu ana majukumu maalum ambayo anayashughulikia. Mheshimiwa, kama alivyosema msemaji kwamba sasa hivi tutazungumza mengi baadaye, lakini inaniwia vigumu nisiposema neno moja kwamba jengo hili tofali lake la kwanza kuanza kujenga ni fedha ulizokuwa umetoa. Ulikabidhi Mheshimiwa Spika wetu mstaafu Daktari Tulia Ackson fedha shilingi milioni 2. Kwa hiyo fedha zile ambazo ziliambatana na simenti aliyoleta yeye mifuko 200 ndio tulinunulia matofali kuanza kujenga jengo hili. Kwa hiyo tunawiwa kwa kweli kwa kuwa na furaha kubwa na shukrani nyingi sana, kwa sababu kitu kinapoanza mwanzo kinapoanza kwa kweli kikia na heri zake mara nyingi kinaleta mafanikio mwisho wa jambo lenyewe. Kwa hiyo mpaka jengo hili limefika hapa ni ule mwanzo ambao umekwisha. Tunakushukuru sana. Basi labda kwa utangulizi huu mchache nikukaribishe kuzunguka kuliangalia. Hongera sana. Kuna chumba kingine. Kuna chumba kingine. Halo, haya. Inuka. Mary Priska Winfred Mahundi. Hapa tuko site sasa. Sasa kwa kuwa wewe ni engineer, tunaye engineer hapa ambaye anashughulikia mambo haya. Tunaye mzee wetu Mwakalobo aweze kuelezea mradi halisi, tumeanzia wapi, tunaelekea wapi na site imekaa vipi. Kwa hiyo kwa ridhaa yako Sheikh wa mkoa, naomba nimkaribishe engineer aweze kutoa maelezo mafupi kwa ajili ya engineer mwenzake aliyotutembelea. Haya ndio majengo yetu tunataka kujenga hapa shule ya sekondari. Ili kuonyesha Majengo pacha. Tumeanza kujenga jengo moja la upande mmoja. Kwa tumeanza moja kwanza. Upande wa base. Tumeanza base zetu hapo. Tunaanza kufuatana na kadri ya uwezo wetu. Tunaanza base zetu kwa 14. Tunaendelea kwa stage Hongereni kwa uthubutu. Asante. Maana jambo la msingi kwanza ni uthubutu. Kwa hiyo vile tumeanzisha base, basi na jengo litasimama kwa sababu tumethubutu. Hongera sana Sheikh Mkoa, hongereni sana timu nzima kwa maamuzi haya makubwa na mazuri. Nimekuwa nikimwahidi mara nyingi sana kaka yangu kwamba nitapita nione kinachoendelea, nitapita nione ili kinihamasishe. Nimefurahi kuona kinachoendelea, lakini nimefurahi pia
kuona ofisi mpya na vyumba vikikidhi kila kiongozi, kuona kwamba atatoa huduma ya kiroho na huduma za kimwili pia za maushauri kwa wale watakaokuwa wanahitaji mazingira rafiki. Kwa hiyo nimefurahi na niseme kwamba kakangu, vile ambavyo nilihamasika nyuma tofauti na nitakavyoondoka leo. Leo nimehamasika zaidi. Niendelee kuwapongeza kwa kuanzisha, maana swala lote la ujenzi kitu cha muhimu sana ni kuanza. Maana ukisema hivi uendelee kuwekeza zile fursa, uwekeze na kuwekeza, wakati mwingine unakosa ile hamasa. Lakini ukijikuta tu umeshaanzisha, lazima utapata hamasa. Kwa hiyo hamasa kati yetu sisi wenyewe, lakini hamasa watakaovutwa na Mwenyezi Mungu kama nilivyokuja mimi leo kujionea, na mwisho wa siku kuona namna gani unaendelea kuchangia. Kwa hiyo niseme tu nimefurahi kuwepo hapa. Lakini pia huenda hamasa zaidi, Sheikh Mkuu wa Mkoa, nimeipata pia kwa mapokezi haya mazito, maana hawa baba wazito walionipokea nao watakuwa wananifanya niwe na tafakari mara kwa mara kupokewa kule, narudije tena wakati mwingine. Kwa hiyo mimi ni mtoto wenu, tuko wote hapa nyumbani Mbeya. Kwa hiyo hili ni letu. Sheikh wa Mkoa nilishakuahidi kwamba nitatafuta na wadau wengine. Leo nipende kuongea hapa, nitaenda kutafuta na wengine wenye nia njema. Takbir. Ya kuona kwamba mradi huu ambao ni mradi utaendeshwa na msikiti wetu na ofisi yetu kuu ya BAKWATA hapa Mbeya, basi na wenyewe waweze kutugusa kadiri Mungu atakavyojalia. Sasa ninaenda kufanyia kazi. Naingia kazini upya kabisa, tofauti na vile ambavyo tuliongea pale nyuma. Ndio. Tunakushukuru Mola wetu kwa neema hii. Ee Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, tunakuomba ya Rabbil Alamin, sisi waja wako wadhaifu katika mwezi mtukufu tunanyanyua mikono yetu kwako wewe ya Rabbil Alamin. Tunakuomba kwanza umbariki dada yetu, umfanyie pesi katika kazi zake, na ubariki kile alichokitoa na azma yake ya kutafutia wadau itimie. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbil Alamin, tuwezeshe jambo hili liweze kutimia. Leo tumekusanyika wengi hapa, kila mtu unamjua karama yake. Mwenyezi Mungu kupitia karama yake, Mwenyezi Mungu tusaidie. Mwenyezi Mungu ya Rabbil Alamin, tunakuomba Mola wetu, ujalie maendeleo katika nchi yetu, ujalie amani katika nchi yetu, uongozi uendelee katika nchi yetu, na watu wafanikiwe katika mambo yao, usiwe na matatizo yoyote. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbil Alamin, kiongozi wetu mkuu wa nchi yetu Mama Samia Suluhu, mpe amani katika uongozi wake, wasaidie wasaidizi wake waweze kutimiza majukumu yao vizuri, na sisi wananchi kabisa ya Rabbi tujalie tuweze kutimiza utii katika serikali yetu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Basi mheshimiwa mgeni wetu, kukabidhi kokoto inabidi abinue gari. Dereva, ingia kwenye gari, binua. Yupo ndani jamani. Kupumzika muhimu pia. Sio unaweza kusahau. Hapana. Bashe, sasa tuende kule.
Mimi Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri BAKWATA Mkoa weza kumkaribisha Mwenyekiti wa Halmashauri BAKWATA Mkoa aweze kutambulisha Mheshimiwa Naibu Waziri, Mbunge, Mwenyekiti wa MWEF, karibu sana. Naomba sasa chukue fursa hii uweze kutambua hadhara hii imehudhuriwa na watu gani. Kwanza inakuwa kwa Mheshimiwa Sheikh wetu wa mkoa, Sheikh Msafiri Aziz Jalabani Al-Haji, lakini pia kushoto kwako yuko kadhi wetu wa mkoa. Mimi na jambo dogo tu ambalo nilikuwa nimepewa niweze kuliratibu kwa niaba ya wakuu wa taasisi mkoa wa Mbeya. Sisi tuliahidi milioni 15 kwenye ujenzi huu wa shule na tumeshapata mpaka sasa. Tuko nyingi kidogo lakini ulikuwa ni mwanzo tu mheshimiwa, ni mwanzo, kwa sababu kwanza mheshimiwa Sheikh anafahamu ilipotokea pale. Kwa hiyo tukawa tumesema sasa sisi tutaanzia hii, lakini kwa sababu bado hii ni zoezi ambalo ni tutakuja tena. Ndio, kwa hiyo tunamwambia Sheikh juzi mpaka sasa tuna milioni 7. Kwa hiyo bado tunaendelea, nadhani mpaka mwisho wa mwezi huu tunaweza kuwa tumeshakamilisha. Ndio, kwa hiyo naomba niwasilishe kwa hiyo. Asante sana. Kwa Mbeya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Utangulizi. Sifa zote anastahili Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba wa mbingu, ardhi na vyote vilivyomo ndani yake, na akatujalia sisi wanadamu kuwa viumbe bora kuliko viumbe vingine vyote alivyoviumba. Swala na salamu zimwendee kipenzi chake na mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Injinia Mary Priska Mahundi, kwa furaha kubwa tunapenda kukukaribisha katika eneo letu hili la ujenzi wa shule. Kusudio letu ni kujenga shule ya sekondari hapa mkoani kwetu Mbeya, ambayo ujenzi wake umekwisha anza katika eneo hili la ujenzi. Eneo hili limepimwa na lina hati miliki kwa jina la Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Mradi huu ni wa Waislamu wote wa mkoa wa Mbeya, kama ambavyo shule ikikamilika itahudumu jamii yote kwa ujumla. Maandalizi na hadi sasa kufikia hatua ya kwanza ya ujenzi vimegharimikiwa na sisi Waislamu wenyewe. Mheshimiwa Naibu Waziri, pamoja na sisi kuwa na nia na malengo ya kukamilisha mradi huu ili tuchangie jitihada za serikali katika kutoa elimu kwa vijana wetu, na hasa ukizingatia kuwa mabadiliko ya mfumo wetu wa elimu ya msingi ya nchi yetu kufanya darasa la 6 kuwa la mwisho wa elimu ya msingi, hali ambayo itapelekea mgongano wa wanafunzi wa darasa la 7 na la 6 kuingia kidato cha kwanza mwaka 2028. Huenda ikapelekea uhaba wa madarasa ya kidato cha kwanza na kuendelea. Lakini uwezo wetu wa kifedha ni duni mno. Hivyo kama ambavyo umekuwa ukitukimbilia kutushika mkono kama ulivyofanya katika msikiti wetu mkuu wa halmashauri ya Mbeya vijijini na kununua madirisha ya aluminium ya jengo zima, misaada mbalimbali uliotupatia wilaya ya Chunya, pia ulitupatia fedha taslimu milioni 4 katika jengo letu la ofisi ya BAKWATA mkoa wa Mbeya. Tunakushukuru sana na tunakuombea baraka nyingi kwa Mwenyezi Mungu. Aidha, kwa ajili ya maendeleo ya kielimu na ujenzi wa maadili mema kwa vijana wetu, pia katika
kuunga mkono serikali katika jitihada zake nyingi za kuleta maendeleo na kuifanya jamii yetu iwe na maendeleo bora. Tunakuomba sana ushirikiano nasi na kutusaidia katika ujenzi wa shule hii, ikiwa ni pamoja na kuleta wadau mbalimbali wa maendeleo kusaidia kutufanikishia ujenzi wa shule hii. Tunakuombea kwa Mola azidi kukupa afya njema, busara, hekima na busara tele. Imeandaliwa na BAKWATA mkoa wa Mbeya. Wewe naibu waziri wa mambo ya maendeleo warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa naibu waziri wa maendeleo ya jamii, watoto na makundi maalum, mbunge wa viti maalum Injinia Priska Mahundi, Mheshimiwa meneja wa TRA mkoa wa Mbeya, mratibu wa mradi wetu wa ujenzi wa shule ya sekondari, mwenyekiti wa halmashauri BAKWATA mkoa wa Mbeya, Mheshimiwa kadhi wetu wa mkoa Dr. Hassan Barazi, viongozi wote mliopo hapa, itifaki imezingatiwa kama ilivyoelezwa. Awali yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kujalia tukio hili kuweza kufanyika, kwa sababu mnaweza mkapanga jambo lakini lisiweze kufanyika. Nilipata ujumbe nadhani takriban katika muda wa wiki kwamba mheshimiwa atakuja. Nilipata ujumbe lakini nikaona kama ni ndoto labda naota, nikamuuliza mara mbili, alinitumia kusema ndio hivyo. Kwa hivyo alipanga hivyo mheshimiwa na Mwenyezi Mungu ameniwezesha. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kuwezesha ziara ya mheshimiwa naibu waziri kufanyika leo hii, na nimshukuru sana yeye kwa hisia alizonazo katika masuala kama haya na kwa namna ambavyo anaheshimu dini na kuthamini dini. Kwa kweli mtu wa namna hiyo wa kumwangalia na kumwogopa sana, na ni mtu namna hiyo anakuwa na baraka nyingi, sababu hamna kitu kikubwa zaidi ya dini. Sasa kama mtu anaheshimu dini na kuthamini dini, ni mtu wa kumwangalia kwa jicho la heshima na jicho zuri sana. Mungu akuzidishie kwa hayo. Mheshimiwa naibu waziri, sisi ni sehemu ya jamii, na jamii yetu ili iweze kuwa na maendeleo na kuwa na mambo tofauti, ni lazima wanajamii wote waweze kupambana ili kuiletea jamii maendeleo. Kwa hivyo na sisi tunajaribu kufanya jitihada hizi ili kuweza kuwa sehemu ya kuleta maendeleo ya jamii yetu, mkoa wetu na nchi kwa ujumla. Na kwa ujumla, kwa kweli mengi yanayofanyika mara nyingi faida yake huwa sio kwa wale watu waliofanya peke yao. Mara nyingi faida inakuwa kwa watu tofauti. Hata hii shule tukijenga haina maana kwamba labda watu wa Kiislamu peke yao ndio wanasoma, lakini jamii nzima itafaidika. Na kuzingatia kwamba nchi yetu inahitaji kuwa na vijana wenye maadili bora, maadili mema. Kwa hiyo sisi taasisi za dini tuna jukumu kubwa sana kuwa na vituo kama hivi vya elimu ili kuweza kuandaa vijana wazuri wa taifa letu. Mheshimiwa naibu waziri, pamoja na yote ninayosema, haitakuwa sawa kwangu mimi bila kurudia kukushukuru. Kwa mara nyingine nakushukuru sana kwa yote uliyofanyia. Mengi tumejaribu kueleza katika risala yetu, lakini nadhani bila shaka kuna mengine bila shaka tumepitiwa tujaeleza, lakini umekuwa karibu na sisi na mengi umetufanyia, na tunaomba Mwenyezi Mungu akupe baraka nyingi kwa hayo, na usichoke kuwa na sisi karibu inshallah. Baada ya kusema haya, sasa nichukue fursa hii kukaribisha ili uweze kuongea nasi. Mimi nitaomba nisitaje vile vyenu, nitakosea. Itifaki hapa itanishinda, kadhi shehe wa wapi, naona nitashindwa, lakini naomba ieleweke, nimeheshimu itifaki zote zilizoko hapa ndani, ikiwemo na kaka yangu meneja wa TRA wa mkoa kwa nafasi yake ya kuteuliwa na mheshimiwa wetu mkuu wa mkoa kusimamia kazi yetu hii njema iliyo mbele yetu. Kipekee nipende kuanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ameruhusu jioni hii niweze kuwa mahala hapa. Ni eneo ambalo siko mgeni, napita sana mara nyingi, lakini sikuwahi kupata bahati ya kuingia, na sikuwahi kupata bahati pia ya kuona namna kazi nzuri imeanza pale ya ujenzi wa shule.
Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa ajili ya fursa hii, na nipende pia kukushukuru wewe binafsi Sheikh Mkuu wa Mkoa pamoja na ujumbe wako wote kwa heshima kubwa mlionipa, maana delegation ni kubwa sana hadi nimeogopa, sikuitarajia. Nilijua tu nitakukuta wewe, nilihisi nitakuta shehe wangu pale na watu wawili watatu, lakini nimejikuta delegation ni kubwa. Nimeipokea kwa heshima kubwa sana namna ambavyo umeiweka. Kipekee nipende tu kusema kwamba maendeleo yanaletwa na sisi wenyewe. Kwa hiyo ukiona wenzio wanafanya jambo zuri, ni vyema kuliunga mkono. Hakuna muujiza unaweza ukasababisha maendeleo kwenye eneo lako alafu uje useme kwamba kwetu kuna maendeleo. Kwa hiyo kwenu ukiona watu wanafanya jambo la maendeleo, ni vyema ukawaunga mkono. Hiyo sababu ndio inayonipelekea mimi kuendelea kuungana na jitihada zote zinazoendelezwa na kundi lolote, liwe la kiimani ama sio kiimani. Kwenye ujenzi huu kwa kweli imenigusa sana. Kwanza ule mchoro inaonyesha kwanza mtaupamba mji wetu. Hapa Mbeya kwetu pataendelea kuwa na majengo mazuri. Azimio shule ya academy pale alianzisha Bwana Chalamila imetupambia mji. Na leo nyinyi BAKWATA mnaenda kutujengea jengo lingine zuri, kwa hiyo mji wetu unaendelea kupendeza. Lakini ukiacha kupendeza, mnaisogeza huduma kwenye jamii. Ina maana mazingira rafiki sana ya watoto kupata elimu, watoto kufunguliwa, mmeyasogeza tena katikati ya mji. Kwa hiyo mimi ninawapongeza sana. Kwa kweli ni jambo zuri mnaloenda kulifanya. Kama nilivyoongea pale site, kwa siku ya leo nimekuja vile nilivyokuja, na Mwenyezi Mungu akinijalia kabla ya mwezi wa 4 kuisha, basi nitaingiza kwenye akaunti yetu sehemu mbalimbali. Lengo langu ni kuona naendelea kushirikiana na kuona kwamba kesho na mimi nikipita na mgeni nashusha kiona, mbona shule tumejenga. Takbir. Kwa hiyo na huu ni mwanzo, simaanishi kwamba nikimaliza hiki kilichonisukuma leo ndio tutakuwa nimemaliza. Hapana, tuombe tu uhai, tuombe uzima, tuombe afya njema, tuendelee kufanya kazi ili tuendelee kupata vipato. Kwa maana hiyo nitaendelea kutembelea mara nyingine tena, ili mpaka mwisho watoto wanaingia ndani ya madarasa na mimi niweze kushuhudia. Na katika mwendelezo, namwomba Mwenyezi Mungu anipe marafiki watakaonielewa. Nitakapowapelekea habari hii, basi watuchangie kadiri Mungu atawagusa. Na ninaamini Mungu hata ninyima marafiki hao, hata kama ni wachache, lakini hicho kitakachopatikana kitakuwa na thamani kubwa katika ujenzi ule. Kwa hiyo kwa kujibia ile sehemu ya kutafuta wadau, tayari nilijipa hiyo kazi. Na ni muda mrefu, ni wakati tu ulikuwa haujafika. Nilishamwahidi kaka yangu kwamba nitaenda kutafuta wadau, lakini naona wakati umefika. Sasa tutaenda kufanya kazi kwa nguvu moja, na nitahakikisha kwamba nilete mirejesho kadiri Mungu atakuwa amenipa. Na pia nikupongeze sana kaka yangu, ofisi nzuri ya kisasa, ukumbi unaona huu tumeweza kukaa hapa vizuri. Kwa mimi nikupongeze sana. Ninamshukuru Mungu kwamba niligusa mwanzo wake. Huwezi ukaamini, mimi sikuwa nakumbuka. Yaani nimeshangaa hapa kakaangu anaponiambia ulileta, ikaanzisha, ulileta na kule. Napendaga kutoa afu nakuwa nimemaliza. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana kwamba niligusa na imeleta tija, na ninamwomba Mungu nimegusa pale kwenye ule ujenzi wa shule, watu waje watuletee hela. Yaani sisi tunataka hela. Kwa hiyo yeyote Mungu anayemjalia, hiyo shilingi 1, hiyo shilingi 5, sisi tutaithamini ailete, ili tuweze kujenga majengo yale mazuri ya madarasa, watoto wetu wapate kuja kuelimika. Baada ya kuongea hayo, nirudie tena kushukuru kwa heshima kubwa mlionipa. Asanteni sana, nimefarijika, nimejisikia vizuri. Mwenyezi Mungu awabariki. Niwatakie swaumu njema.
Ramadhani karimu. Na siku ya kesho naamini wote mna mwaliko. Kama umndani kuna mtu hakupata mwaliko, naomba nikualike kesho saa 12:30 nyumbani kwangu pale Iwambi tupate iftar. Asante sana. Mja wako mheshimiwa ambaye ametembelea leo, Mwenyezi Mungu tunamuomba umfanyie wepesi katika shughuli zake, mpandisha daraja hapa alipo na mpaka pale anapokusudia yeye mwenyewe. Ambao utakaowatembelea, Mwenyezi Mungu wajalia uweze kutushika mkono kwa rehema zako wewe mwingi wa rehema. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Mgeni wetu rasmi, kama ambavyo nimepewa jukumu kwa niaba ya mheshimiwa shekhe wetu wa mkoa Alhaji Msafiri Aasi Jarabaha. Mheshimiwa Mwanasinjari kuhusu iftari ya kesho, mheshimiwa kama alivyo